Asifiwe. Karibuni tuendelee katika awamu ya pili, na naamini ya kwamba Mungu atatusaidia ili tuweze kusikia wasia wake kupitia kwa neno lake. Karibuni. Tuko katika kitabu cha Matendo ya Mitume na sura ya 26, na tuliweza kufika mstari wa 12 Jumapili iliyopita, na sasa tutaendelea kutoka mstari wa 13 mpaka atakapotuwezesha Mungu kufika katika huo muda ambao umebaki. Wacheni tusome. Cha kwanza tusome wacha tusome hadi mstari wa 18 kwanza. Matendo ya Mitume sura ya 26 mstari wa 13 hadi 18. Biblia inasema hivi: Mfalme, ndipo wakati wa udhuhuri njiani naliona nuru inatoka mbinguni ipitayo mwangaza wa jua, ikinimulika mimi na waliofuatana nami pande zote. Tukaanguka nchi sote. Nikaisikia sauti ikisema nami kwa lugha ya Kiebrania, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Ni vigumu kwako kupiga mateke mchokoo. Nami nikasema, we u nani, Bwana? Bwana akaniambia, mimi ni Yesu ambaye wewe unaudhi. Lakini inuka, usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii, nikuweke wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona, na mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako, nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao na kutuma kwao, uwafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza waiache giza na kuielekea nuru, waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Paulo akiendelea kujieleza mbele ya Mfalme Agripa, na hii mistari ambayo tumesoma inaonyesha ama Paulo anaelezea Mfalme Agripa jinsi alivyokutana na Yesu kwa njia ya mwanga mkuu na kuitwa kwake na Yesu katika huduma ama kwa huduma. Mstari wa 13 anaelezea kuhusu
ni wakati upi ambao alikutana na Yesu. Na ningetaka tuone ya kwamba ni masaa yapi. Ukisoma kwa Biblia ya Kiingereza inasema midday. Ya Kiswahili inasema adhuhuri. Na tunajua ya kwamba hayo masaa ambayo Biblia ya Kizungu inaita midday ni mwendo wa saa 6. Na tunajua jinsi jua huanga imewaka kwa ukali. Hata watu wanasema huo ndio wakati jua huanga na nguvu zaidi, wakati limesimama sawa sawa ikimulika utosi wa wanadamu. Sikia maelezo ya Paulo. Akaona mwangaza kutoka juu mbinguni, zaidi ya mwangaza wa jua, uking'aa ukiwa umemzingira yeye pamoja na wale waliokuwa wakisafiri naye. Kwa hivyo ni dhahiri hapa ya kwamba mwangaza ambao Paulo aliona pamoja na wale ambao walikuwa wanatembea nao haukuwa mwangaza wa jua. Ulikuwa mwangaza zaidi ya jua. Na unaweza tafakari, wakati wa saa 6 mchana jua likiwaka, hauwezi angalia jua kwa macho makavu, sababu huo mwangaza unakuwa mkali, unakuwa mwingi. Sasa Paulo anasema ya kwamba aliona mwangaza zaidi. Mwangaza ambao uling'aa zaidi ya jua. Yaani huo mwangaza ulikuwa umeng'aa zaidi ya jua wakati jua imeng'aa zaidi. Ninataka tuone, sababu tumesoma na tukaona ya kwamba Mungu ama Yesu alitumia njia ya huo mwangaza mkuu kuliko jua kujidhihirisha kwa ndugu yetu Paulo na wale ambao walikuwa wanatembea pamoja nao. Hivyo basi, Mungu ambaye tunaongea kuhusu, Mungu ambaye tunahubiri, Mungu ambaye alisema tangu mwanzo na hadi milele jina lake litakuwa Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Mungu ambaye aliumba mbingu na vyote vilivyoko mbinguni, aliyeumba ulimwengu na vyote na yote yaliyoko katika ulimwengu, akaumba sehemu zote za maji na vyote vilivyomo katika sehemu za maji, na pia akaumba chini ya ardhi na vyote ambavyo viko chini ya ardhi, vinavyoonekana na visivyoonekana. Mungu ni mkuu. Nguvu zake, utukufu wake umeshinda chochote ambacho kimeumbwa. Umeshinda chochote ambacho tunaweza guza. Umeshinda chochote ambacho tunaweza sikia. Umeshinda chochote
ambacho hata tunaweza fikiria. Na zaidi ya hiyo ni kuwa vyote ambavyo tunaona ni kazi yake. Kwa hivyo huyu Mungu ni mkuu, nguvu na utukufu wake ni kuu kuliko jua, kuliko milima, kuliko bahari, kuliko mabonde, kuliko mito, kuliko chochote kile. Huyo ndiye Mungu wa Paulo. Huyo ndiye Mungu tunayeongea kuhusu. Huyo ndiye Mungu alikuwa tangu mwanzo, Mungu ambaye alikuwa na Musa na watumishi wake wote katika hizi nyakati zote. Huo ndio ukuu wa Mungu ambaye tunaongea juu yake. Kwa hivyo wale ambao wanasema ya kwamba Mungu wao ni jua, wengine ni mlima, wengine wanachukua wanyama fulani wanasema ndio mungu zao, wengine hata wanachukua wanadamu fulani wanasema ni miungu yao, hata wanadamu wengine wanajidai kuwa ni miungu. Hawawezi linganishwa, hawawezi fikia ukuu na utukufu na nguvu za huyu Mungu ambaye tunaongea juu yake. Mungu wa miungu, Bwana wa mabwana. Na Biblia inasema, hata tulisoma katika hiki kitabu cha Matendo ya Mitume, ya kwamba ni yeye pekee aliye Mungu wa ukweli. Na wakati Biblia inasema ya kwamba huyu Mungu ni yeye pekee aliye Mungu wa ukweli, inaonyesha ya kwamba anafahamu ya kwamba kuna miungu wengine, kuna vitu vingine ambavyo watu wamechukua na kujaribu kuweka kwa nafasi yake huyu Mungu. Lakini naye Mungu anasema kupitia kwa neno lake, hayo yote na hiyo yote na hao wote sio Mungu wa kweli, sababu Mungu wa kweli ni mmoja tu. Sasa swali ambalo tunafaa kujiuliza kila mmoja wetu, je, nimeshawishika kikamilifu ya kwamba Mungu ambaye ninaabudu pekee ndiye Mungu wa ukweli? Nimeshawishika kikamilifu ya kwamba Mungu ninayeabudu, Mungu ninayeongea juu yake, Mungu ambaye nimeweka tumaini langu juu yake, ni Mungu ambaye nguvu zake, ukuu na utukufu wake uko juu ya mambo yote? Tunafaa kushawishika. Mstari wa 14, Paulo anaendelea kuelezea Mfalme Agripa na wale ambao walikuwa katika kile kikao, ya kwamba wakati huo mwangaza mkuu zaidi ya mwangaza wa jua ulipowaka na ukawazingira Paulo na wenzake, wote wakaanguka chini sakafuni. Ukuu, utukufu, nguvu na mamlaka za huyo Mungu, hakuna mwanadamu ambaye anaweza kustahimili nguvu, ukuu na utukufu wa huyo Mungu. Paulo na wenzake wote wakaanguka chini. Paulo anaendelea kusema ya kwamba
Walipokuwa wameanguka chini, Paulo akasikia sauti ikimnenea katika lugha ya Kiebrania. Na tunajua kwamba Paulo alikuwa Myahudi na lugha yao ilikuwa ya Kiebrania. Mungu anaponena na watu wake, ananena kwa jinsi ambavyo wataelewa. Unajua, wakati mwingine, na mchungaji Isaac amesema katika awamu ya kwanza ya kwamba katika mikusanyiko mingi, katika mahali kwingi ambapo wanasema ni makanisa, kuna kutoelewa kwingi. Na nakumbuka tumeambiwa ya kwamba mojawapo ya zana za kivita zake Mungu ni ukweli. Na ukweli inamaanisha mwanzo kujua Mungu wa ukweli na kumjua kwa njia ya ukweli, jinsi alivyo, ahadi zake, agano zake. Na unajua, unapojua ukweli kuhusu Mungu ama kuhusu kitu chochote, hiyo inamaanisha ya kwamba utafahamu uongo unaoambatanishwa na ukweli ambao unajua, ama mambo ambaye sio ya kweli yananenwa ama kufanywa kuhusiana na huyu Mungu wa ukweli. So, mara mingi unaona katika mikusanyiko mtu anakuja, ingawa sana sana zinakuanga ni vipindi, ni mipango na sarakasi, anaongea ati anaongea na ndimi, mambo mengi huku na kule. Kama kuna mahali pengine nilikuwa na tulikuwa na dada fulani alikuwa anajidai ya kwamba ana kipawa ama karama ya kunena na ndimi, na sijui ni kama hakuwa nafahamu, lakini ilikuwa njia ya Mungu kunionyesha ya kwamba hii karama yake sio ya ukweli, sio karama ya Roho Mtakatifu. Sababu alikuwa anaongea akirudia maneno ambaye saa ingine wanasikia katika redio za polisi. Sababu nina ufahamu, nikajua ya kwamba huyu mama, huyu dada hana karama ya Roho Mtakatifu, ni kujifanya anajifanya. Na pia Paulo akiandikia, sikumbuki vizuri kama ni kanisa la Korintho, alikuwa anaongea kuhusu utaratibu katika kanisa ama kama katika ushirika, jinsi mambo yanavyofaa kuendeshwa. Na kuna mahali ameandika ya kwamba
Mtu anafaa kudhibiti karama yake. Na anaendelea kusema ya kwamba kama watu wanaongea na ndimi, ukiwa unaongea na ndimi na hakuna mtu ya kutafsiri, unafaa kunyamaza. Hilo ni neno la Mungu. Kama unaongea na ndimi na hakuna mtu ambaye ako na karama ya kutafsiri, unafaa kunyamaza. Hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hivyo mambo mingi ambaye tunaangalia na tunaona yakidaiwa ya kwamba ni karama za Roho Mtakatifu, sio, ni uongo, ni sarakasi, ni vipindi, ni michezo ya kuigiza, ni mambo ambayo yamepangwa. Na tunaona hapa Paulo akisema Yesu Kristo alimuongelesha kwa sauti ambaye alisikia kuifahamu na akaelewa ujumbe ambao Mungu alikuwa nampa. Kwa hivyo, ndugu zangu, dada zangu katika Kristo, wacheni kutishwa na lugha ama ndimi ambazo hazijatokana naye Roho Mtakatifu. Wewe naye ambaye unatumika kwa kufahamu ama kutofahamu, kutisha watu ya kwamba unaenda na ndimi, una nafasi ya kutubu na kubadilika. Mungu anaponenea watu wake, ananena kwa njia ya moja kwa moja, njia ambaye utaelewa. Kama Mungu amepeana ujumbe wako kupitia kwa ndugu na dada katika Kristo, hata kuja kukuuliza unaitwa nani, hata kuja kukuuliza unaishi wapi, hata kuja kukuuliza unafanya kazi wapi, anakuja moja kwa moja kama kweli ujumbe umetokana naye Mungu. Hakuna kuzunguka, ni moja kwa moja. Dada katika Kristo ama ndugu katika Kristo, nina ujumbe wako kutoka kwa Mungu, na ujumbe ndio huu basi. Lakini sio kwa njia ya mafumbo. Na watu wamedanganyika. Hata mtu akiota tu ndoto za kawaida, pengine saa ingine mtu unachoka sana unapoenda kulala unaota. Hata unaweza kuwa na ugonjwa, pengine homa ama malaria, na unaota mambo ambayo huelewi. Hata kuna mahali nilisoma, sijui kama ni katika Agano la Kale, Biblia inasema ya kwamba out of the business a dream comes. Na mara mingi unaonanga kama kuna jambo ambalo linakusumbua akili, pengine kazi, pengine mipango fulani ulio nayo na haijatimika, pengine unafikiria kuhusu mtu fulani ambaye hamjaonana kwa muda mrefu,
na unajali kama anaendelea vizuri ama anaendelea vibaya, unaweza ota kuhusiana na mambo ambayo unafikiria, ama uote kulingana na mambo ambaye umekuwa ukifanya. Sasa hata mimi huota mara mingi, lakini sio kila ndoto inatokana na Mungu. Hilo tunafaa kujua. Lakini watu wamedanganyika. Hata saa ingine unaweza ota kitu na usahau. Kama umeota na umesahau, na wewe umeokoka na Roho Mtakatifu anadumu ndani yako, ujue hiyo haina maana, haikutokana na Mungu, ni ndoto tu kawaida. Lakini watu siku hizi wamedanganyika. Hata ukifikiria kitu tu unakimbia kwa mtumishi, unaambia mtumishi wa Mungu, kuna jambo ambalo linanikujia katika fikira, linamaanisha nini? Niombe. Mtumishi wa Mungu, kuna jambo niliota jana na sikumbuki, niombe nielewe. Mambo mengi. Paulo aliongeleshwa naye Yesu kwa lugha aliyosikia, aliyoelewa na akafahamu ujumbe. Wacheni kudanganyika, watu wa Mungu. Hata tulisoma katika kitabu cha Danieli, wakati walitishiwa ya kwamba watauawa iwapo hawataambia mfalme aliota jambo gani, walifanya nini? Danieli alishikana na wenzake na wakaomba Mungu anayefichulia watu, anayefunulia watu ndoto. Hilo ndilo jambo unalofaa kufanya, lakini sio kuwa mtumwa wa mtu. Wapo umeota na haujaelewa maana ya ndoto, omba Mungu ambaye anafunulia watu kuhusu ndoto, na atakuelezea kama ndoto ama ono limetokana naye. Ninasisitiza hivi ya kwamba wakati Mungu ananena kwa njia iliyo wazi. Mungu hana kona kona. Mungu afanye magic, nasikia ikiitwa ablakadabla. Hapana, mambo ya Mungu ni wazi, yana mpangilio. Mstari wa 15 na mstari wa 14, hiyo sauti iliongelesha Paulo kwa lugha yake ya mama, kwa lugha ambaye alielewa na kufahamu vizuri. Nikamwambia, Sauli, Sauli, kwa nini waniudhi? Unaona? Nakumbuka Paulo, kazi ambayo alikuwa anafanya na aliyoamua kufanya kwa jitihada ni kutesa, kuumiza, kuangamiza waumini na wafuasi wake Kristo. Hapa tunaona Yesu Kristo akiambia Paulo, wakati huo alikuwa anaitwa Sauli, 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 kwa nini unaniudhi? Kumaanisha ya kwamba mambo ambayo, mateso na chuki na kuudhi na kudhulumu ambaye alikuwa anafanyia waumini na wafuasi wa kweli wake Kristo, yalikuwa yanamfikia Kristo, yalikuwa yanafahamika mbele zake Kristo, mbele zake Mungu, na alichukua ya kwamba ni kama yeye ndiye anayefanyiwa hivyo.
jambo la kuogopesha kwa wewe ambaye kwa njia moja ama ingine unainuka dhidi ya waumini wa kweli wake Yesu Kristo. Unajua, watu wanatuangalia sisi waumini na wafuasi wake Kristo kama ni watu tusio na maana, kama ni watu tusio na uwezo, tusio na mamlaka, na wanaweza tufanyia vyovyote ambavyo wanaweza taka. Lakini ukweli ni kuwa lolote ambalo utafanyia mtu sababu ya kuwa muumini na mwaminifu wa kweli wake Kristo, unalifanya dhidi yake Mungu, unafanyia Mungu. Tunafaa kujichunga sana. Na naendelea kuambia mstari wa 14, Kristo akaambia Paulo, ni vigumu kwako kuupiga mateke mchokoo. Unajua mchokoo ni kitu ambacho kina ncha ambazo zinaweza dunga. Kwa mfano kama huu mmea ambao unaitwa cactus, ama ambao pengine ambaye imepigiliwa misumari mingi na imechomoka. Kupiga ngumi ama teke kitu kama hicho, unajiumiza. Kwa hivyo mwanadamu yeyote yule kupingana na kanisa la kweli lake Kristo, kupingana, kutesa ama kuudhi waumini na wafuasi wa kweli wake Kristo, hakuna faida yoyote ambaye anajiletea. Ukweli ni kuwa ni hasara ambaye anajiletea kwake. Kwa ukaribu unaweza danganyika na shetani, uone kama unafaidika sana, lakini kulingana na mtazamo wake Mungu, kulingana na ukweli, hekima na busara yake Mungu, wewe ni sawasawa na mtu ambaye anapiga ngumi ama mateke misumari, ncha ya misumari, na hakuna ambaye atafanya hivyo akose kuumia. Kwa ufupi, hiyo ni vita ambaye huwezi shinda, na utakuwa na hasara mwisho. Nafsi yako itaangamia milele na milele katika bahari ama ziwa la moto ama Jehanamu. Kwa wewe ambaye kwa njia moja ama ingine unapingana, kuudhi ama kutesa watu kwa sababu ya kuwa wafuasi na waumini kweli wake Yesu Kristo, hauwezi shinda. Sababu tunaona lile ambalo utafanyia watu sababu ya kuwa waumini na wafuasi wa kweli wake Kristo, unafanyia Mungu. Uking'ang'ana na kanisa lake Mungu, unang'ang'ana na Mungu na hauwezi shinda. Ni sawasawa na mtu ambaye anapiga ngumi ama teke kwa ncha za misumari. Tunaendelea katika mstari wa 16. Mstari wa 15 tunaona Paulo akiuliza aliyekuwa akimnenea, wewe ni nani? Wewe ni Bwana. Kwa hivyo
Paulo ambaye alikuwa anaitwa Sauli, ambaye alikuwa na juhudi kuu kupingana na kanisa lake Mungu, kupingana na Mungu, alipokutana na nguvu na utukufu na ukuu wa huyu Mungu, alifahamu ya kwamba hii sio kawaida. Na ndio unaona akiuliza hiyo sauti, wewe ni nani? Wewe ni Bwana? Wewe ni Mungu? Paulo ambaye tulisoma tukaona ya kwamba alikuwa amepewa mamlaka na makuhani wakuu aende katika masinagogi akishika waumini wake Kristo, akiwaadhibu, akiwavuruta waende wakafungwe Yerusalemu. Na hata wakati baadhi yao walikuwa na uawa, yeye ndiye alikuwa anaidhinisha na anasema ni sawa. Mtu ambaye alikuwa amekatana na Mungu hicho kiwango, alipokutana na nguvu, tukufu na ukuu wake Mungu, akamtambua kama Mungu. Sasa wewe hata hujafika hicho kiwango, sababu sidhani kama kuna jambo ambalo mtu anaweza fanyia mtu zaidi ya kumuua. Paulo alikuwa amehusika katika mauaji ya waumini, lakini alipokutana na huyu Mungu akamtambua. Unajua watu wengine makosa tu yenye wanaweza ambua amefanya, kukataana pengine na Injili, ama waumini kupingana na waumini na wafuasi wake Kristo, ni mambo madogo. Pengine unapata watu kwa crusade, ukiwa mlevi unatupa matusi hapo. Pengine unaongea mbaya kuhusu kanisa, wachungaji. Na pengine unaongea hivyo kutokana na kukwazwa ambako ulikwazwa. Hilo ni jambo ndogo mbele zake Mungu. Ukikubali nguvu kuu na utukufu wa huyu Mungu, atajidhihirisha maishani mwako. Alivyojidhihirisha kwake Paulo, utamtambua, utahisi ya kwamba hii sio kawaida. Naye katika hiyo mstari wa 15, Yesu Mungu akajitambulisha kwake Paulo, akamwambia, mimi ni Yesu Kristo ambaye unaudhi. Hebu ona, mtu ambaye alifanya kazi kinyume kabisa na kanisa lake Mungu, dhidi ya waumini na dhidi yake Mungu. Mungu anajidhihirisha kwake, anamwambia, mimi ni Yesu Kristo, mimi ni Mungu ambaye umeamua kufanya kila kitu dhidi yake. Hebu angalia upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Na kama nilivyosema siku ingine hapa, upendo wa Mungu kwa mwanadamu unapita dhambi, unapita maovu yote ambaye mwanadamu anaweza kuwa amefanya. Mtu ambaye alikuwa ameua, ameshika, amefunga, ametesa, ameuthi waumini na watumishi wake Mungu, Mungu anajidhihirisha kwake, anasema, ni mimi unaye
kutesa. Tukiendelea katika mstari wa 16, ona huyu sasa ambaye kulingana na macho na mawazo ya wanadamu hakufaa kukubalika mbele zake Mungu. Sababu hata Paulo baada ya kukutana na Yesu Kristo na kubadilika na kwenda Dameski, waliokuwa pale walimwogopa kulingana na sifa yake ya awali. Hata alipofika Yerusalemu, baadhi ya wanafunzi hawakumkubali kulingana na sifa yake ya awali. Lakini angalia huyu Mungu wetu. Wakati Saulo alikuwa anafanya haya mambo yote dhidi ya kanisa, dhidi ya Mungu, wanadamu wakiona mtesi, muudhi, muuaji, Mungu alikuwa anaona hatima ya Paulo kama mtumishi wake. Mungu alikuwa anajua hata kama umekolea kiwango gani katika kutesa kanisa, katika kutesa waumini, katika kupingana na Injili na mambo ya ufalme wa Mungu, Mungu anaangalia na anaona huduma iliyo ndani yako. Sababu tunaona mstari wa 16, Paulo anaambiwa naye Yesu, inuka, simama kwa miguu zako, sababu nimedhihirisha kwako kwa kusudi hili. Unajua, ni ombi langu ya kwamba Mungu atusaidie kuona Sauli wa awali, na sasa kuanzia sasa tuone jinsi ambavyo mabadiliko yanakuja mara moja. Kukutana na Yesu, Yesu amejidhihirisha kwake na anamwambia, inuka, simama kwa miguu yako, sababu nimejidhihirisha kwako kwa hili kusudi. Ona, hata wakati Sauli alikuwa amebeba barua za mamlaka kutoka kwa wakuu wa makuhani na amepewa hata watu wa kuandamana naye akielekea Dameski kutesa kanisa lake Mungu, Mungu alikuwa anajua ana kusudi na huyo ambaye alikuwa mwasi. Na unajua hata kuna mahali Paulo ameandika Biblia akasema, kama ni kuwa wenye dhambi, yeye anafaa kuitwa mtenda dhambi mkuu, sababu ya yale yote alifanya dhidi ya kanisa lake Mungu. Lakini licha ya hayo yote, Mungu alikuwa na kusudi katika maisha ya Sauli. Sikia mstari wa 16. Kusudi la Mungu kujidhihirisha kwake Paulo ni kumfanya mtumishi na shahidi wa yale mambo ambayo ameona, yale mambo ambaye Mungu amemuonyesha, na mambo ambaye Mungu atadhihirisha kwake baadaye. Unaona? Na huo ndio msingi wa wito wetu.
tumeitwa kuwa watumishi na mashahidi wa haya mambo mawili. Sio mambo mengi, mambo mawili, yale ambaye tumeona Mungu akitenda maishani mwetu, yale ambaye tumeona Mungu akitendea watu wengine, na mambo ambaye Mungu atadhihirisha maishani mwetu, atatudhihirishia. Unajua, sasa mtu anaweza jiuliza, kama tumeitwa kuwa shahidi ya yale mambo ambaye Mungu ametuonyesha maishani mwetu na yale ambaye atakuja kutudhihirishia, nafasi ya neno la Mungu liko wapi? Nafasi ya Biblia iko wapi? Biblia ndiyo kigezo na kipimo cha mambo ambayo tunaona na mambo ambayo tutaona baadaye. Kama hayaambatani na neno lake Mungu, hayajatokana naye Mungu. Lakini kama yale ambayo tumeona yanaambatana na neno lake Mungu, yametokana naye Mungu. Ni rahisi namna hiyo. Na pia hata Mungu anajidhihirisha kwetu kupitia kwa neno lake. Hauwezi ongea kuhusu wokovu bila ongea kuhusu Yesu Kristo. Hauwezi ongea kuhusu Yesu Kristo bila maandiko ambaye yalitabiri kuja kwake, na bila maandiko ambaye yameelezea ya kwamba alikuja na akarejea katika utukufu, na akasema ya kwamba atarudi, na maandiko ambaye yanaelezea mambo hayo. Kwa hivyo msingi ama kigezo ama kioo cha mambo yote ambaye tunafanya ni neno lake Mungu ambalo ni Biblia takatifu. Tumeona wito ambao tumeitwa nao kuwa mashahidi wa mambo ambaye yanatokana naye Mungu, ambaye ameshafanyika tayari, ambaye anaendelea kufanyika na ambaye yatafanyika baadaye. Kusudi la pili la Mungu kuita Paulo na kuita mtu yeyote yule ni kumuokoa kutokana na Wayahudi. Yaani kusudi la pili la Mungu kuita Paulo ni kumuokoa kutokana na watu wao ambao walikusudia kumuua na kumuangamiza. Sababu gani? Sababu hapo mwanzo alikuwa pamoja nao katika kuasi, kuudhi na kukataa Kristo na wafuasi wake. Sasa baada ya kukutana na Yesu Kristo na kubadilika, Mungu alijua ya kwamba hawa watu wake, watu wa Paulo, watakuwa tisho na hatari kwake Paulo, na ikawa ni kusudi la Mungu kumuokoa kutokana na hawa watu wake, na pia kumuokoa kutokana na Wayahudi, kutokana na watu wa mataifa. Sababu katika safari ya huduma ya Paulo tumeona maisha yake ikiwa hatarini mikononi mwa watu wa mataifa. Kwa hivyo
Paulo kuitwa kama mtumishi na shahidi wa Mungu, Mungu alijua ya kwamba itaweka maisha yake hatarini kutokana na watu wake ambao walikuwa wanaasi Mungu, naye walikuwa wanatesa kanisa nao, sababu ya kubadilika kutoka kwa hiyo njia ya kuasi Mungu na kutesa kanisa lake na kukubali kuwa mtumishi na shahidi wake Mungu. Hapa huu mstari wa 17 unatuonyesha hatari ama Mungu kufahamu hatari, shida, matatizo na changamoto ambazo zinaambatana na kukubali kwetu kuwa watumishi na washahidi wake Kristo, kwa watu ambao tulikuwa pamoja nao na wengine hata ni watu wa karibu nasi, wakati ambao hatukuwa tumekubali na kuamini. Na pia hatari kutokana na watu ambao tutaendelea kukutana nao tukiendelea kuwashuhudia, kuwahudumia, ili wapokee wokovu. Ni jambo la kufurahisha na kutia nguvu ya kwamba Mungu alivyoambia Paulo ya kwamba atamuokoa kutokana nao watu ambao walimpangia na kumkusudia mabaya, ili aweze kutekeleza majukumu na wajibu na kusudi ambalo Mungu alikuwa nalo wakati alimuita. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa kila mmoja wetu. Mungu anaweza kukutumia, haijalishi ni maovu gani umefanya, mradi tu utambue Yesu Kristo kama Bwana na umwamini na ukubali wito wa kuwa mtumishi na shahidi wake. Tuna nafasi, wakati bado tunaweza kuamua kumtambua kama Bwana na Mwokozi maishani mwetu na kubadilika kutoka kuwa wapinzani na waasi dhidi yake Mungu na ufalme wake na injili yake, na kuwa watumishi na mashahidi wa yale ambaye Mungu ametenda, yale ambaye Mungu anaendelea kutenda, na yale ambaye Mungu atatenda katika ahadi zake. Kwa hivyo tunashukuru Mungu sababu ya wakati ambao ameweza kutujalia tuweze kushiriki neno lake. Sema ya kwamba Mungu atubariki, atutende mema na atusaidie kuishi kulingana na mapenzi na ushauri wake. Wacheni tuamini